Kwa jina naitwa Shaukat Ali Zahir Hussein, ni mkurugenzi wa taasisi ya Robotech Labs na Tanzania Open Innovation Organization. Taasisi hizi ni fursa za kwa njia ya karakana au sehemu ya ubunifu. Kwa Kiingereza sisi tunasema ni maker space au fab lab, ambapo sisi tunapatia vijana fursa ya kupata ujuzi katika sekta mbalimbali. Kwenye sekta mbalimbali ambazo sisi tunajihusisha nazo zaidi ni sekta za ubunifu kwenye fabrication kutumia mashine mbalimbali. Tuna sekta ya vyombo vya moto, bajaji, pikipiki na baiskeli za umeme. Tuko kwenye sekta pia ya afya, ambao tunatengeneza mikono bandia, vifaa vya kusaidia watu hospitalini kupata mawasiliano katika patient na daktari au nesi. Alafu kwenye kilimo au ufugaji tuna miradi 2-3, kwa mfano mradi wa nzi chuma, kufugaji wa nzi, kutengeneza incubator ya mayai kutosha vifaranga, na pia tuna mradi wa hydroponics au kuotesha mazao kwa kutumia maji yenye virutubisho. Sisi tulianza mradi huu mwaka 2021 kupitia fund kutoka Foundation Botna na kwa msaada ya halmashauri ya Tanga, na umuhimu ya hii lab tuseme kwa fupi ni kuwapatisha vijana ujuzi ya teknolojia mbalimbali. Kwa sisi tunapoelekea na maisha yetu, teknolojia inavyokuwa, ni kuhakikisha vijana ambao hawajawahi kupata fursa hizi au ujuzi hizo vitu mbalimbali, hii karakana hii au labu hii inahakikisha vijana wapate hizo fursa. Cha kwanza. Cha pili, sisi tunatoa mafunzo ambapo wakishamaliza mafunzo tunapatisha internship katika katika makampuni mbalimbali. Kwa mfano sisi hapa tuna kampuni kama 4 ambao tumeshaanza kufanya kazi mwaka huu, na mwaka huu Januari 2024 tulipata fursa kuchukua wanafunzi 20 kwenye training ya kwanza maarufu kabisa, na kati wanafunzi hawa 13 walipata fursa kuajiriwa hapa Tanga. Na sasa hivi network yetu imekuwa, ambapo sasa tuna makampuni kutoka Zanzibar, Dar es Salaam, Arusha ambao wao pia wanatafuta vijana wenye ujuzi, wenye uchawi fulani ya mitaani ili wachukuliwe na waajiriwe. Lakini pia kuna njia tofauti ambapo vijana ukishapewa hizi fursa wanaweza kuwa wajasiriamali. Na ukishapata ujuzi kwa ujasiriamali, unaweza kuchukua mikopo katika halmashauri ya Tanga ili wanufaike pia. Na katika mradi wetu sisi ni taasisi ya kwanza kuleta Tanga kuwa internationally the first fab city in Africa. Hii ni East Africa tuseme kwa fupi, ambapo hii ni fursa ambapo inataka sisi Tanga kwa kimataifa ijulikane kwa jiji ambalo lina uwezo kuzalisha na kujitegemea locally sisi wenyewe. Na sisi tunaombi na tunataka tuendeleze zoezi letu hili ili tufikie vijana kwa wingi pia, na tupate kazi mbalimbali ambazo sisi tunaweza kuzalisha, ambao mtaona baadaye vitu ambavyo sisi tunatengeneza vijana wetu hapa ili wanufaike pia. Kwa sasa hivi asilimia ya wasichana ni 40 na asilimia 60 ni wanaume. Unajua ni si nisemaje, lakini ni kama stigma fulani ambapo hizi mafunzo haya ni zaidi kulingana na ujuzi ya wanaume. Yaani kama it's more men oriented, more physical for men, ambapo hii strong ni changamoto. Na ndio maana sisi tumechukua fursa kuchukua wasichana sasa hivi kwa wingi kuanzia mwezi uliopita, ili tuhakikishe ile asilimia 40 ipande na hiyo asilimia 60 wasichana, asilimia 40 wanaume. Sisi hapa tunatoa ujuzi ya teknolojia na mashine mbalimbali na jinsi ya kutumia hizo mashine kuzalisha vitu mbalimbali. Kwa nilivyosema mwanzoni, kwenye masuala ya ufugaji tulitoa mafunzo mapya sana ambayo ni ufugaji wa aina ya nzi, kutengeneza virutubisho cha chakula cha kuku na samaki. Tulitengeneza incubator au vitoreshaji vya vifaranga, ambapo sasa hivi mradi tushapatia VETA na VETA sasa wanazalisha. Kwenye masuala ya umeme tumeshaanza kutengeneza batteries zetu za umeme ambazo zinaweza kuendesha nyumba nzima. Vyombo mbalimbali kama bajaji za umeme, pikipiki, baiskeli pia.
Na hizo ujuzi sisi zote tunatoka bure kwa ajili ya vijana. Hizi vyombo kama hivi vikiingia mtaani, mafundi wapo, ujuzi upo. Watu wanaweza kujitegemea na kujajiri pia. Hasa Tanga, mimi kutoka Dar es Salaam kwa Tanga nimefurahi sana. Na mimi niombe tu mradi huu endelee miaka mingi ili vijana kutoka sehemu mbalimbali wapate hizo fursa kwa wingi. Kwa sababu tunapoelekea na sisi tuna jitihada kuhakikisha ujuzi mbalimbali ambazo zipo nje sisi tuvilete Tanga iwe hub ambao inakuwa center of excellence au mkoa yenye ujuzi mbalimbali ambao watu kutoka mikoa mingine wanakuja Tanga kupata hizo fursa.